Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahbabi alkiram. Kwa mara nyingine tunakutana katika halaka ya 25 sawa na tarehe 25 ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwisho wetu uwe ni khitamuhu misk, Allahumma amin. Mtazamaji mtukufu wa Kiislamu, kwa mara nyingine tunakutana katika barnamiji yetu ya fattabi'uni, nifateni mimi mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika aljuz'u athani. Bado tunahimizana na kuhusiana juu ya hili la kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masiku haya matukufu, bali tunahimizana na kushajiishana ili tuzidishe ibada mbalimbali za usiku na mchana, ili turudi zaidi na zaidi kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada mbalimbali. Sisi hapa pamoja na kuwashirikisha wake zetu pamoja na kuwashirikisha watoto wetu katika hili la kukimbilia na kuzidisha ibada zetu za usiku na mchana, kwani hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akijitahidi yeye katika masiku haya matukufu, na alikuwa akiwashirikisha na wake zake, bali akimshirikisha kila yule ambaye kwamba alikuwa yuko katika nyumba yake. Imekuja mapokezi mazuri kwa Imam Tirmidhi kutokana na mapokezi ya Zainab binti Salama, asumulia kuwa لم يكن صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، أو كما قالت رضي الله عنها. أسمولية زينب بنت سلمة يكوى hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam zinapobakia siku 10 za mwisho wa mwezi mtukufu Ramadhani akimuacha yoyote katika familia yake anayeweza kuinuka usiku kwa ajili ya ibada ya qiyamul layl, isipokuwa alikuwa akimuamsha mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni mdogo au ni mkubwa, au ni mwanamke au ni mwanamume.